hili unalirejesha upande wa pili. Mwanamke mwingine anakuwa ni wa maneno mengi, na wanasihi wanaume wenzangu, ikiwa Allah tabaraka wa taala amekupa ibtilaa, amekupa mtihani, umempata mwanamke ambaye anaweza kweli kweli kuongea, ana hasira kweli kweli, jambo la kwanza, wewe pia kama kweli umekosea umuombe radhi, ndoa itarudi upya. Na ikiwa haujakosea, basi mueleweshe kwamba mimi sijakosea, na kama umekosea kweli ukimwomba radhi ndo anazidi. La haula wala quwwata illa billah. Mwisho wa yote ufanya nini? Unyamaze. Nyamaza kimya, anaongea mpaka povu. Unafanyaje? Kunyamaza kwako yeye mwenyewe anajiuliza, yeye anachotaka ujibu, ndoa iharibike. Na ndio maana hata uliponyamaza hapo anakufuata. Ina maana unisikii, unaniona mimi ndondocha, unaniona mimi kibwengo, si ndio? Tulia. Sasa ukinyamaza kimya, yale maswali ambayo kwamba anakuuliza usijibu. Wewe unaniona mimi, nakuona ndio. Unaniona kama nani? Kama mke wangu. Ningekuwa mke wako ungefanya haya, kumbe wewe nani yangu. Sasa hayo majibu hayo yatafikisha pahala pabovu. Kwa kunyamaza ni bora. Hasira yake ikishapoa mwenyewe, ima ataomba radhi au atalisamehe na kulisahau kabisa, kwa sababu anajua lile jambo lilikuwa ni hasira. Ndugu zangu katika imani, tukiishi kwa mwelekeo kama huu, ndoa zitakuwa ni zenye kudumu, ndoa zitakuwa mpya, ndoa zitakuwa imara, ndoa zitakuwa ni mfano. Hata yule ambaye hajaingia kwenye ndoa atatamani na yeye aingie kwenye ndoa, baada ya kuona mfumo wa maisha yako wewe na mume unaishi vizuri, baada ya kuona mfumo wa maisha yako wewe na mke unaishi vizuri. Kinyume na hivyo atasema ndoa jamani balaa, ndoa jamani ndoano, ndoa kadha wa kadha. Wallahu a'lam.